katika nyumba ya Bwana wakaweze kusikia neno, lakini unapata kwamba hawana hiyo nafasi. Unapata kwamba tunaambiwa ni watu 100. Kwa hivyo unaweza pata kuna mwingine anaweza fika na upate kwamba hatapata nafasi ya kuikia juu, labda tumejaa. Na upate kwamba alikuwa na hiyo kiu lakini hakuweza kupokea. Na wewe ambao Mungu amekupatia hiyo kibali cha kuwa katika nyumba yake wakati kama huu, shukuru Mungu na upokee kilicho chako na utakuwa kubarikiwa. Wakati ambao tunaenda kusikia neno la Bwana, wacheni tukalifanyishe kazi na litakuwa la msaada katika maisha yetu. Kwa hivyo kabla sitamwalika mtumishi wa Mungu, wacheni tuombe. Kwa majina ni Pastor Ann na umebarikiwa. Kwa hivyo wacheni tuombe ili tukaweze kumwalika mtumishi wa Mungu. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, tunakushukuru na kukuabudu kwa sababu wewe ni Mungu na hakuna kama wewe. Umetuonea neema na kibali kuwa katika uwepo wako Bwana, ili tukaweze kupokea kilicho chetu ambao uko nacho kwa ajili yetu, mfalme wa falme. Tazama mioyo yetu iko mahali hapa Bwana kwa ajili yako. Na Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu umelituma neno kwa sababu ya mioyo yetu. Toba Bwana ukafungua kuelewa kwetu, ili mtumishi wako anaponena neno lako Bwana ikawa na kupata nafasi katika mioyo yetu katika jina la Yesu. Mioyo yetu inajaa na kiu kwa ajili yako mfalme. Nena nasi Bwana wa majeshi na ukaweze kupokea utukufu na heshima zote. Bwana mtumishi wako Michoko akiwa mbele zako, nenda ukamtumia kwa namna ya ajabu kwa utukufu wa jina lako. Tunakuinua na tunasema ni asante. Tulikana ukataa maroho ambao hutawipa neno lako, napo Bwana katika mioyo ya watu wako Mungu ishie milele. Tunayafungia nje ya maisha yetu katika jina la Yesu, na tunaomba Roho Mtakatifu Bwana ukachukue ushukani wa kila jambo. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Naomba tukaweze kupiga tunapoenda kuimba wimbo huu, ningeomba mlio na bahasha kwa ajili ya taifa tukuja hapa mbele tuweze kuomba. We appreciate you, Lord, because you have been gracious to us. You have brought us this far with a reason. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God Almighty. You who is the Alpha and the Omega, beginning and the last. I worship you. I bless your name, Holy God. How wonderful, how precious,
How mighty and how precious is your name. We worship you, Holy Father. We bless your name, Jesus. There is none like you. You are seated on thy throne, surrounded by seraphim and cherubs. They worship you and they say, holy and holy is you, God. We join up with the host of heaven to declare this morning that you are wonderful. You are precious, God Almighty. You are faithful, everlasting God. The Bible says that your word remains. Though the heaven and earth may pass away, your word remaineth forever. We want to bless you because of this morning. You have given us an opportunity to be gathered in this place, that Father, we may hear your word. I pray in the name of Jesus that your word will bring life and light to our hearts. Because you say that God, in the entrance of your word, it brings light. Let, Father, your life come into this people. I rebuke every spirit of desperation, every spirit of fear. I bind in the name of Jesus. You have no place, you have no room in their heart in Jesus' name. Father, take over in their hearts, take over in our minds, take over in our spirit. Behold, your people are standing before these altars, bearing their seeds and their offering and even tithes. I pray that, Father, you will bless them, pull out a blessing for them, bless them up country and in the city, bless them going out and coming in. Fight their battles, O God, in the name of Jesus. We bless you and we honor you, God. Tunashukuru kwa sababu ya matoleo haya, tunayakabidhi kwako Bwana, tukiyatakazisha, tukiomba kwa jina la Yesu ya kwamba ile kazi itafanywa na hela hizi ikawe ni kazi ya baraka. Najua ya kwamba pesa hubeba mambo mingi. Ninaomba Bwana, maroho ambayo yamebebwa na hizi pesa, magonjwa na maradhi ya hawa watu, Bwana ukayachukue. Kwa jina la Yesu ninaomba na kuamini, na kanisa tuseme amen. Amen. We can sit down in the presence of God. Wa milele Mungu wa baraka. I want you to salute your neighbor for me and ask him whether he has the Bible. Amen. Ask him whether he has the Bible. Does he have the Bible? Or he has the phone? Hallelujah. Amen. Tell your neighbor Jesus loves you. And he will not die of corona. Tell him do not fear. For great is he that is in my life than he that is in the world. Amen. You know, when I was sitting here, I was thinking, do really people know why we go to the church? Ask your neighbor, why do we go to church? Nani anajua ni kwa nini tunaenda church? Mwalimu, why do we go to church? To worship, Charles, why do we go to the church? To praise. Emmanuel, why do you go to the house of God? You honor God. Regina, why do you go to the church? To worship. But there is a city, amen. I want to correct you. We don't go to church to worship. You know why? You can also worship in the house. Right? And if people can really know why you go to the house of God, you never fail, you never miss a service. Because you don't go to the church to worship. Otherwise, if worship is limited to the church, then we are not true worshippers. Because Jesus said a time is coming, and a time is now, and the true worshippers shall worship the Lord in truth and in the Spirit. And the woman said, behold, you Jews says that it is in Jerusalem where we should go and worship. Jesus said not in Jerusalem. Because time has come when the true worshippers should worship from wherever they are, in truth and in the Spirit. To worship in truth and in the Spirit simply means that God is concerned about the attitude of your heart. He is concerned about the condition of your heart.
to worship in truth and in the spirit. But worship is not limited to the church. Worship should be done anywhere, even in hell. Are you getting me? Yes. So when we say we come to the house of God to worship, we are not. We come to the house of God to obey God. Hebrews 10:25, the Bible says, do not forsake gathering together. So gathering together, in fact, if there is a day that was so much exalted, even in the Old Testament time, was the day of Sabbath. You miss a Sabbath, leave alone missing. In the Old Testament, you work on a Sabbath, you are stoned. Amen. You work on a Sabbath and you are caught, you are stoned to death. Sabbath was so serious that you are not allowed to do anything on a Sabbath. It was so holy. It was holy. In fact, it was holy to God. It was to be observed mandatory. Amen. But you know, we have abused the grace. We have come to a level whereby people no longer value Sabbath. And this is the reason why you see a lot of people there in church. Yes, we are still having issues in life. We are struggling. Amen. Tell your neighbor, we go to the church on a Sunday to obey God. To obey the commandment that says, do not forsake gathering together. And I remember I told you when the corona began, that what the devil is fighting, he's not fighting everybody, he's fighting the church. I don't really know what is going on in the spiritual realm, but it seems something very weird or something very, 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 very urgent is happening in the spiritual realm. And this is why the devil is fighting people not to attend services, because he knows the moment you don't attend church, 1 Sunday, 2 Sunday, 3 Sunday, you are going down. Do not be deceived. Amen. Usipoenda kanisani mara 2 mara 3, your heart becomes hardened because there's no longer fellowship. Your heart loses the fire of the spirit, and eventually you backslide without knowing. Do you know kuna madawa zingine ukikunywa you die painless death? Even you don't know when you die. Amen. This is the same case. When you miss fellowship, you backslide without notice. And if there is something we should fight for, it is attending service. Afadhali ukose mambo mengine yote, lakini uhakikishe you keep Sabbath holy to God. It is for your own good. Amen. So hii kitu kunaona watu wanasema ni corona, it is nothing to do with corona. It's the devil who is fighting for the souls of men. But I pray for you in Jesus' name, that even as this sifting goes on, that your heart may be preserved. Amen? Amen. You know, Jesus looked at Peter and told him, Peter, devil has prayed that he may have you. Devil has prayed that he may have you. And Jesus never told Peter he will not have you. He told Peter, I have prayed you that when you are sifted, that your faith may stand. What does it mean? Sometimes the devil looks for a permission to sift the church, and he is granted. It's amazing sometimes when, you know, even when the devil prays, hata Mungu anasikia maombi ya shetani. Yeah? Aliomba Peter, Mungu nipatie Peter, nipepete. Na hakunyimwa, alipewa. Yesu akamwambia shetani ameomba ruhusa Peter akupepete. Lakini nitakupea, utaenda tu, lakini nitakuombea. Imani yako inapostingizwa, amen, uweze kusimama. And what was the purpose of sifting? Peter was sifted. The Bible says down there when you read that scripture, Peter was told by Jesus, when you are sifted and you stand, strengthen thy brethren. So the purpose of sifting was that he may stand to strengthen the brethren. Jesus guaranteed Peter he will be sifted. So if it is time of sifting for the church, we will be sifted. But the prayer and my prayer is that we may stand. Amen. So that when corona is over, we may strengthen the brethren. Amen. Tell your neighbor, stand. So that we can encourage others tomorrow. Amen. Hallelujah. Amen. So why do we go to church? To obey the commandment of God.
we don't go to the church. Hatuendi kanisani pastor aone. Kwa sababu kuna watu wanafikiria wacha niende at least nidanganye macho yake hivi aone nilikuwa. Sasa wakati nitakutana naye nimwambie, "Unionaje?" Wacha nikwambie wewe umechanganyikiwa. We don't go to the house of God for pastor to see. We don't go to the house of God to worship. In any case, you can worship in the house. We don't go to the house of God to give. In any case, you can even send the offering. We go to church to obey the commandment of Sabbath. And it is when we obey the commandment of Sabbath that all other days in the week zinakuwa sanctified. Ndio maana unaona watu kizirani haishi. Because ulianza siku yako ya wiki ambao ni Sunday. Because wiki inaanza Sunday, si kweli? Haianzaji Monday. Inaanza Sunday. When you keep it holy to God as a tithe, God sanctifies the rest. When you give 10% of whatever you have, God sanctifies the rest. Amen. So the problem is, we don't understand the purpose of attending church. It is to obey God. Number 2, it is so that we can allow God to sanctify the rest 6 days of the week. Amen. Amen. The reason why we give tithe is so that we can allow God to give us permission legally to consume the 90% because He has sanctified us. Lakini sasa sisi tunakulaga pamoja na magonjwa na maradhi na masaibu yote ndani. So kama unakulaga tithe, unakulaga na magonjwa na maradhi na masaibu. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua haumpendi nikihubiri namna hii. Lakini nitajipatia moyo. Ndio tusaidiane wapendwa. Amen. Njia ya kwenda mbinguni ni nyembamba sana wapendwa. Na ukitaka kujua ni nyembamba, angalia saa hii. Kama mtu anaambiwa asiende church kwa sababu kuna corona na haendi, huyo ndio mtu anaweza kupatiana kichwa ikatwe. Aseme kata kabisa kwa sababu hakuna kitu kama hiyo. This is a good safety. But I pray for your faith that it may stand. Amen. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. So wacha nianze kwa sababu ya masaa ya serikali imeanza kuhesabu. Masaa ya serikali imeanza kuhesabu. So today I want to talk about the need sio Christian foundation. Kwa nini inaenda kwa Christian foundation? I want to talk about Christian offenses, how to overcome offenses. Ushida nini? Nani amekoswa sahi? Umekoswa na Mungu. Mimi najua watu hapo wamekoswa sana. Wanauliza huyu Mungu kama ako fair, kwa nini anapinga? Okay, pastor, you can read for me the book of 2 Samuel chapter 13 and verse 1. 2 Samuel. Now please follow me up because I don't want to take more time. I want to be very brief and I believe God is going to speak to us. It is a topic that I can't finish today. We will just begin, we lay foundation, then next Sunday we shall continue and probably the next 2 Sundays, and I believe God is going to heal our heart. The reason why I want to talk about Christian offenses is because I told you when we began that this is a season where pastors should prepare the church. We should prepare people's heart. Because many things are happening and you realize many people's hearts are offended. Some of them have backslidden. Watu wameanguka, watu wamebackslide. Ni vile hamjui. Watu wengi hawaendi makanisani. I have met pastors who are friends to me and they have told me the same thing. People are not attending church. Injili ya corona imewaingia kuliko injili ya Yesu. God forbid, haitawaingia nyinyi. So I want to prepare our heart so that our heart the devil may find nothing in our heart. Jesus one day said that the king of the world is coming, the prince of this world is coming, but he has nothing. He has nothing in me. In short, Jesus was saying, if the devil find in me an offense, anything that belongs to him, he is going to deal with it. And remember that Jesus was the Son of God, but he said, I have nothing for him in me. So when he comes, he will have nothing to hold on to. So when the devil comes into your life and finds an offense or anything, or a room, or anything that belongs to him, he comes into you legally and he begins fighting you. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo leo ninataka niongee kuhusu mioyo yetu, tuangalie kama kuna mambo ambayo yanaweza patia shetani ruhusa, idhini ya kututesa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mhubiri alikuwa anahubiri na akasema kitu very important. Akasema ya kwamba there is a scripture that says that God has given us everything that pertains to this life. Ni kweli?
Yaani hakuna kitu maandiko haijatupatia. We have everything. But the problem is the kingdom of God operates through principles and laws, right? And now there are keys and there are laws for operations. The problem is we do not know which principle operate for which area. So we do try and error. We shadow box things and we don't know what, if it works, we don't know what made it work. So unakuta watu wako kwa church, some of them wamefika level whereby they are already offended. They don't want anything to do with God. Because if God is fair, why has it not worked for me for the last 20 years? And you realize it is real. People's hearts are hardened. They don't want anything to do with God. But today we want to dig our heart, we dig our spirit, we dig our lives until tumwe hiyo magugu imefanya mioyo yetu ikose kwa kumwamini Mungu. Wacha niwaambie watu wa Mungu. Mtoto anapozaliwa wanasemanga akili yake ni kama a new open page of the book. And whatever you can write on that mind of the child, it captures. Ndio maana mtoto ukimzaa hata kama ni Mwafrika, umpeleke Europe, he will learn the language of Europe. Umpeleke China, ata Kichina na hana shida. Wewe sasa kupelekwa China uambie uanze kuongea Kichina shori, you will not manage it. Your mind imejawa vitu zingine, to erase those things for the language to enter inakuwa shida. Na ndio maana unaona shetani siku hizi what he is doing, he is targeting the younger generation. He is targeting the children at their formative years so that he can give them a mindset. Na ninaamini hata hii kitu ya corona wapendwa, ni vizuri, ninajua ya kwamba watoto hawakuji makanisani, lakini wapendwa, ninawatuma kwa jina la Yesu, endeni muanze kuwa wachungaji kwa nyumba zenu. Maana mtoto akikaa mwaka mzima na hiyo TV haki, asipokuwa na mchungaji pale, tutakuwa na generation gap miaka ijayo. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaamini hii kitu, kuna mtu alikuwa anatuambia kwamba ni mpango ya shetani. He want to make sure we have a generation in future that will have nothing to do with God. Because if they have been separated for 1 year, na wamekuwa exposed to cartoons, na mnajua vipindi vya TV sasa hivi vimekuwa, unaona ni cartoon, lakini kile kimejaa kwa hiyo cartoon ni witchcraft. Si ni kweli? Niliona kijana wangu akijaribu kufurahi, anafunga ile shuka hapa, sijui mnamuitaga aje huyo jamaa huwa anafunga, sijui ni Batman, Spider-Man. Sasa anachukua mwiko sia, anasimama juu ya kiti, afurahi kama Batman, apige sote, apige dada yake. Yani I was like, God, save our children. Bwana Yesu asifiwe. And this is the very thing the devil is doing. He want to fight. He want to give our children from their formative age another mindset. Be a pastor to your child. Bwana Yesu asifiwe. I hope I'm making sense. Si ni kweli? Mimi nilikuwa naambia my wife, mimi mahali nimefika, tutakuwa tunakula meza ya Bwana ikiwezekana kila siku. Amen. Ni wangapi mnakula meza ya Bwana kwa nyumba? Mnangojea kule kanisani ni kweli? Hamkula meza ya Bwana si kweli? Kwa nyumba si kweli? Mimi ninawatuma kwa jina la Yesu. Kuanzia kesho Monday, make sure next week umekula meza ya Bwana mara ngapi? 2. Hauhitaji mambo mengi. Enda ununue ile mkate ya brown, nunua soda, blackcurrant. Zinatosha. After supper, ita jamii, waambieni tukakula meza ya Bwana. Wakiuliza meza ya Bwana ni nini, kama hujui unipigie nikutumie maandiko. Sababu kuna watu hawajui hiyo ni kitu gani. Ninakumbuka wakati tulianza kukula meza ya Bwana, I remember the first time tulikula meza ya Bwana kwa nyumba yangu. Maisani aliniambia, "Hey dad, ninatetemeka." Hai, hii kitu ninatetemeka. Ikashika, kumbe kuna kapepo ndani. Anatetemeka kwa nini? Anatetemeka. Na unaona huyo mtu amekuwa kabisa anise. Bwana Yesu asifiwe. Sasa siku hizi hatetemeka, tumeikula mpaka sasa hiyo pepo imeondoka. Mungu atusaidie. Maana hizi pepo wanazipata tu wakiangalia hizo katuni. Mungu atusaidie. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Pastor, read for me. Masaa ya serikali kwa karibu kwenda Jabeli. Read for me. Amen. Second Samuel. Chapter 31. Yes, that's one. Inasema hivi, after this Absalom the son of David and another sister whose name was Tamar, and Amnon the son of David loved her. Amnon was so distressed over his sister Tamar that he became sick, for she was a virgin, and it was improper for Amnon to do anything to her. But Amnon and a friend whose name was Jonadab, the son of Shimeah, David's brother. Now Jonadab was a very crafty man. And he said to him, Why are you the king's son? Becoming thinner day after day. Will you not tell me? Amnon said to him, I love Tamar, my brother Absalom's sister. And so Jonadab said to him, Lie down on your bed and pretend to be he. And when your father comes to see you, say to him, Please let my sister Tamar come and give me food, and prepare for the food in my sight, that I may see it and eat from her hand. Then Amnon lay down and pretended to be he. And when the king came to see him, Amnon said to the king, Please let Tamar, my sister, come and make a cup of cakes for me in my sight, that I may eat from her hand. And David sent home Tamar, saying, Now go to your brother Amnon's house and prepare food for him. So Tamar went to Abraham, Amnon's house, and he was lying down. Read verse 11. 11 I shall read. Now, when she had brought them to him to eat, he took hold of her and said to her, Come lie with me, my sister. But she answered him, No, my brother, do not force me, for no such thing should be done in Israel. Do not do this disgracefully. And where will I take my shame? And as for you, you will be like one of the fools in Israel. Now therefore, please speak to the king, for he will not withhold me from you. However, he could not hear a voice, and being stronger than she, he forced her and lay with her. Amen. Finish up, Pastor. You can also read for me Proverbs chapter 18, verse 19. Yes, Proverbs chapter 18, verse 19. Methali mlango 18 mstari 19. Jeremiah, you can open Matthew 24:10. Read for me. 18:19. Nasema hivi, a brother offended is under to win than a strong city, and contentions are like the bars of a castle. Okay. Jeremiah 24:10. Matthew 24:10. And then shall men be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. Amen. Kisha ni hapo. Sasa nataka mnisikize. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema ya kama ninaongea kuhusu Christian offenses. Amen. Offenses inaitwa aje kwa lugha ya Kiswahili? Vikwazo vya Wakristo. Nianze kwa kusema hivi ya kwamba tunaishi nyakati ambazo kuna mambo mengi sana yanaendelea. Na watu mioyo yao imedhoofika, imekwaswa kwa sababu ya mambo mingi. Kuna wale wamekwaswa na familia, kuna wale wamekwaswa na Mungu, because it is very real. Kuna watu wamekwaswa na their bosses. Kuna wengine wamekwaswa na their spouses. Na you realize ya kwamba offenses are very real, because we have many people who are losing lives. Mtu anaenda commit suicide. And you know very well, especially nowadays, it has gone rampant. Unasikia mtu anaenda anajifungia kwa nyumba, anapika ugali wanakula na watoto, and then anaakisha jiko na anajifungia. Wengine wanafungulia gas na wanakufia pale. These things are very real. But I want to address this issue of offenses, because number one, offenses will always come. Offenses are about to come. Hakuna wakati madhihaka haikuji. Lakini njia mzuri ni kufahamu jinsi ya kuyashinda dhihaka au majaribu haya yanapokuja. Maana katika maisha hakuna mtu wakati mmoja au mwingine hakutanaki na dhihaka za maisha. Bwana Yesu asifiwe. So nilipokuwa ninaomba nikiuliza Bwana niseme nini, Mungu aliniambia ni uhubiri mambo haya, maana mioyo ya watu wengi, and especially the believers, mioyo yao ni migonjwa.
many people's heart are sick. And you never know you are sick because some sickness, they take a long time before they manifest. Like cancer. Cancer, it can eat you up until inakuwa na stages. First stage, second stage, fourth. Unasikia iko fourth stage. Na ikifika fourth, fifth stage, haikuangi ikiwezekana kutibiwa tena. Inakuwa it is a death sentence. So you can go through this area of offenses in your heart without knowing. Ukifikiria ni kawaida, because when you stay for a long time with an offense, it becomes part of you. Bwana Yesu asifiwe. Na ninataka nianzie hapa kwa kusema hivi ya kwamba maandiko tumesomewa, especially Matthew 24 verse 10, ya kwamba in the last days that many shall be offended and their love shall grow cold and they shall betray one another. Bwana Yesu asifiwe. Betrayal is a branch that stems from a tree called offenses. Mioyo ya watu wengi kwa sababu ya dhihaka na kudhoofika itakuwa mingumu katika siku za mwisho, na watu watarudi nyuma na watasaliti wengine. Bwana Yesu asifiwe. But you realize ya kwamba these things will happen because the offenses will increase in the last days. Nilikutana na watu wengi wakihama, na hata wale wamekuja kanisani mmeangalia, you realize most people are shifting. They are shifting wengi, na wengi wao wanaenda ushago. Na you know, people are shifting because things have gone haywire. They can't afford to pay the house anymore. And you listen to them and you realize these people are bitter. Yes, we are blaming Corona, but you listen to them, you realize these people's heart, they are very bitter. Bwana Yesu asifiwe. But what shall we do? Because offenses will come. What shall we do to overcome the offenses? Maana moyo wako ukiingiwa na hii kitu ninaita offense, na kuambia asubuhi ya leo mpendwa, itakuwa ngumu sana kumpenda Mungu tena. Itakuwa ngumu sana kumtumikia Mungu. Hiki kitu kinachoitwa offense, kinapoingia moyo wako, your heart changes and it becomes very hard. Bwana Yesu asifiwe. I remember there is a time John, because of the thing he was going through, alituma wanafunzi wake akawaambia, hebu endeni muulize Yesu kwa sababu nimesikia anahubiri. Muulize kama yeye ndiye alikuwa akuje au tutafute mwingine. You can imagine Pastor Jeremiah, John was born for the purpose of preparing the way of Jesus. He prophesied about his coming. He even pointed people to Jesus. Akawaambia, he must increase, but I must decrease. But because of the thing he was going through, remember, John was arrested by Herod. John was this kind of prophet. Let me call them very hard prophet. John alikuwa kama ni mbaya anaita ni mbaya, kama ni chungu ni chungu. Alikuwa ameambia Herode, wewe kwa sababu umechukua mke wa ndugu yako haufai hata kuwa mfalme. And Herod was very much mad, but he could do nothing because of the status of John. John was a prophet. Lakini John, he raised his head because eventually he was beheaded. Na alipokuwa anapitia hali hizi ngumu, hakuwa anaelewa, how can I go through hell yet Jesus is preaching and he don't even bother coming to me to check me? Na akatuma wanafunzi wake akamwambia, endeni kumuulize kama yeye alikuwa akuje. He even doubted Jesus whom he was about to prepare his way. Na walipoenda wanafunzi wakaambia Yesu, tumetumwa tukuulize kama wewe ndiye Mwokozi. Then Jesus did not answer. He just performed miracles, and then eventually he told them, go and report to John what you have seen. Deaf are receiving their healing, and blind do see. Go and report to him what you see. But what am I saying? If John the Baptist can come to a level whereby he even doubted Jesus, and he was prepared, he was the one who was prepared for his way, what about you and me? Offenses are dangerous. If they are not addressed, they will lead you to hell. You never make it to heaven. Bwana Yesu asifiwe. Na ninajua saa hii kuna watu wako kanisani, even as I talk, their heart imeanza kuwa na ngumu. How do you know ya kwamba offenses imeanza kuingia katika moyo wako? I will show you as we continue. But I want to say this. This is a topic I want you to follow up, because when your heart is hardened. Kuna mtu alikuwa anatuambia juzi, alikuwa anatuambia the reason why magonjwa siku hizi hayaponi ni kwa sababu cell ya mtu
Mnajua vile seli inakaa. Seli inafaa kuwa round Seli ya mwanadamu. Pale mlienda shule kidogo. Kuna kitu kinaitwa seli. Seli inafaa kuwa round. And when cell is attacked by various sicknesses and problems, inabadilishaka shape na inakuwa hard. So hata ukikunywa dawa haziingii ndani ya cell. Na ndio maana mnaona magonjwa mengi hayaponi. So alikuwa anatuambia if a cell can be addressed na ibadilishe shape yake, then ukikunywa dawa yote you get healed. Do you question why people come into the house of God, they hear the word of God every Sunday yet they change not? How is it possible? Inawezekana je ukule chakula na haushibi, mpendwa? Kama unakula chakula na haushibi, ni vizuri kujiuliza swali. Zinaenda kwa tumbo au zinaanguka chini? Because if you are eating, ukule sufuria mzima na haushibi, what is the problem? It means it is either zinaanguka chini au kuna mahali haziendi. Bwana Yesu asifiwe. And this is what I am addressing today, because there are people who are in the church for 10 years, 5 years, mwingine ameokoka for 2 years. Lakini neno la Mungu halipatagi nafasi katika mioyo au moyo wake. He has not changed. Vile alikuwa natusi bado natusi. Vile alikuwa muongo bado ni muongo. He has not changed an inch. Na ndio maana wapendwa, nataka hili neno lipate nafasi katika mioyo yetu. Kwa kubadilisha mioyo yetu ya mawe ikuwe ya nyama, neno lipate nafasi ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Proverbs 18:19 tumeambiwa ya kwamba a brother offended. Remember the Bible is talking about a brother. Who is a brother? A brother is a near kinsman, right? Ni mtu wa karibu sana. A brother offended, maandiko imesema from Proverbs 18:19 ya kwamba it is hard to win him than a strong city. Wale ambao hamjafahamu kidogo, strong cities in the past, miji mingi ilikuwa inawekwa ukuta. Mji kama wa Jericho ulikuwa umesingirwa na ukuta mkubwa sana. Ukisoma history you realize Jericho ilikuwa na barabara juu ya ukuta. Bwana Yesu asifiwe. Chariot could walk along the wall. That is how the walls of the former cities were built. Walikuwa wanaweka ukuta mnono na uko juu sana kiasi kwamba before you get these people ilikuwa very hard. Mlikuwa mnapigana sana. Na the reason why they were doing it for 2 reasons or 3 reasons. One, to keep out the enemies out. Number 2, wale watu wako na magonjwa kama leprosy. Leprosy was like cancer or AIDS in those days. Ulikuwa unatolewa nje ya mji. So watu wa leprosy, watu wako na magonjwa kama hayo, watu ambao ni maadui walikuwa wanawekwa nje ya mji. So the reason why they wanted those walls big and high, it is to keep enemies or intruders out and to make sure the people who are dwelling in the city were safe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. But the Bible is comparing an offended brother with that strong city that has got high and big walls. Ya kwamba kumwin back ni ngumu kuliko kubomoa huo mji. This is a picture how if your heart is hardened, to win you back to God or to win back your love, it has become very hard. Bwana Yesu asifiwe. The reason why mnaonaga watu wakiokoka siku za kwanza na wiki ya kwanza na miezi ya kwanza na miaka ya kwanza wako na wepesi wa kutafuta Mungu ni kwa sababu katika mioyo yao hakuna dhihaka. Lakini as they continue growing along in Christianity, wanaruhusu unforgiveness, wanaruhusu mambo mabaya ingia katika moyo unakuwa mgumu. Na ndio maana unakuta mtu unamwambia mambo ya Mungu anakuwa kwenda huko. Sisi tunahubiria kwa kila sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati unasema kitu tunahubiria kwa kila sana. In fact hata kuja kanisa unakuja tu acha tu niende. Wewe moyo wako uko siki. Na ndio maana nina address hii ugonjwa leo tuweze kupona, tuweze kumtafuta Mungu tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. So an offended brother is hard to win than a strong city. Na nimewapea mfano au picha ya a strong city, how it was, it was fortified. You remember the story of Joshua? He was told to go and fight Jericho. You remember? Walizunguka siku ngapi? Wale mnasomanga Biblia? Many days, right? Na hawangeweza kuwini Jericho isipokuwa Mungu mwenyewe aingilie kati. Bwana Yesu asifiwe. Imagine trying to win somebody who is so much fortified in his heart. Maana wakati offenses zinapokuja, mtu ambaye ashawahi kuaswa, number one, what he does, he tries to make sure there is no one once again comes
his life circle, so that he tries to protect his heart from more offenses. And in the process of trying to protect his heart from more offenses, he became the captive of his own Jericho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana mnaona watu wamekwaswa kanisani, hawatakangi kurudi kanisani. Ni mwanajua ni kwa nini? Maana kama alikwasiwa kanisani, anaona akirudi kanisani kuna uwezekano akwaswe tena. Bwana Yesu asifiwe. Wale walikwaswa kwa doa hawataki kurudi kwa doa, maana anaona anaweza kuingia kwa doa akwaswe tena. Na ndio maana unaona wale watu walikwaswa na wanaume, especially someone who went through rape akiwa mdogo, au walipatana na wanaume wakam sodomize or those kind of stuff, unakuta akona a high degree of hatred toward whatever caused him pain. Wale watu unasikia mtu akisema, unasikia dada akisema wanaume wote ni dogi. Simshawahi sikia hizo vituko? That hatred imefika level ya kuhit everybody with a trouser. It is because there was a reason. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe unachukia wanaume wote, unaona kama wanaume wote ni dogi, it is not for nothing. There is a reason. Moyo wako unahitaji hili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Now, we have been tumesomewa story ambayo ningetaka tuangalie leo, then I'll give you a number of highlights. There is a story that is painful ambayo ilikuwa ya sons of David. Na tunaambiwa ya kwamba David alikuwa na wake kadhaa. That means alikuwa na familia ambayo ilikuwa na step sisters and step brothers, right? Na mahali tumesomwa na Pastor Mureithi is a story of Absalom ambaye alikuwa na sister yake alikuwa anaitwa Tamar. Si ni kweli? Yes. Na maandiko imesema hivi ya kwamba siku moja huyu Tamar, Biblia inasema alikuwa mwanamke mrembo. She was a fair lady. She was a fair lady. Na ukisikia Biblia kitu inasema ni fair. Ni fair. Amen? Maana tunakumbuka Absalom was very handsome. Very handsome. Hakuna mwanaume ashawahi kuwa mrembo kama Absalom. Wala hamsomani Biblia. That guy was handsome. Nywele yake ilikuwa inanyolewa sijui mara ngapi kwa mwaka na inapimwa. Amen. So, kama Absalom alikuwa that fair, alikuwa mrembo hivyo, I believe hata sister yake alikuwa mrembo, si kweli? So, Absalom alikuwa na huyu dada yake alikuwa anaitwa Tamar. Naye wakawa na ndugu mwingine ambaye alikuwa ni step brother anaitwa Amnon. Nisikizeni. Na sasa Absalom ni ndugu wa damu wa Tamar, na Amnon ni step brother wa Absalom. Na nafikiria nyakati zile haikuwa walikuwa na intermarriages. Kulikuwa na intermarriages. Lakini haikuwa uoe dada yako. No. The Bible records that Amnon akamtamani dada yake Tamar so much to a level he became sick. Alimtamani mpaka akaanza kuwa mgonjwa. The Bible says that in verse 2. And Amnon was so vexed that he fell sick for his sister Tamar. Sijui hiyo ni upendo ina gani inafanya mtu awe sick. Sijui, but the Bible says that he became sick because of sio love, hii haikuwa love, ilikuwa lust. Because of lust. Alikuwa anaangalia dada yake akipita anasikia kuisha. Na wapendwa, sikieni hii. Ukichunguza mambo haya yalikuwa yanaendelea, it is because their father David opened a door in his family. Wakati baba yake alipoua Uria na akachukua bibi yake akalala na yeye, mambo haya ya lust yakaingia kwa familia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unanishika? Yes. Sasa tamaa ambayo haina mpaka, hawezi kujizuilia, imeingia kwa his own sons. Wameanza kutamani moja kwa moja dada zao. Na ndio maana nataka kusema hivi wapendwa. Ukiona kwa familia yenu kuna mambo kama haya, because you realize there are some families unakuta dada analala na ndugu. Siziko. Ukiwa na kichwa mzuri unaweza lala na dada yako. Wapendwa, tuongee. Unaweza? It is not possible. But how comes it is happening in some families? Juzi nimeona kwa TV babu na nani? Babu na mwana
wana molest mjukuu, na wote wanashikwa wanapelekwa seki. Yaani unaangalia baba baba na mwana na mjukuu. Wapenda harmoni ni mambo ambayo sio ya kawaida. This is what happened in the family of David. Wakati alipouua Uria akachukua mkewe, the spirit of lust legally got hold in his family. Na ndio maana mnaona the third generation ilikuwa worse. Solomon alioa wanawake wangapi? 300 or 700? 700. Maraya ilikuwa ngapi? Maraya ilikuwa 300 na wanawake walikuwa 700. Sasa huyo ndiye alipata anointing yote ya usherati ya Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Alipata anointing yote ya nani? Ya baba yake Daudi. Daudi alipata kujaribu. Akina Abner na wengine wakalala na dada zao. Solomon akasema sasa mimi ndio niko na mafuta yote. 1000 women. Mniambie 1000 women utafanya nao nini? Pastor, labda unaweza kusaidia. What do you do with 1000 women? Na baadaye akasema yote ni vanity. Alijaribu yote. Hata sijui alikuwa anaifanya namna gani. Because sasa kama uko na 1000, one day iko na how many, one year iko na how many days? 365. Okay. Tuseme ako na Kamene leo. Right? Before akurudi kwa Kamene ni miaka ngapi? Let's talk. We are in the church. Na mkumbuka masaa ya serikali na hivi kwa karibu kumaliza. So before arudi kwa Kamene ni miaka ngapi? Ni 3 years. And how was he managing? But he was anointed for that. I'm telling you, that spirit was bad. He was managing. Okay, number 2. How do you record the names of every wife? Sasa hapo mimi Mahmud akikaranga hata 100, lakini nina kona shida ya kujua kila mtu hapa 100. Lakini yeye akona wife 1000. Na wote wanawajua na majina. It is to show you that if you don't address these things, unaona hiyo kitu imegumiza moyo wako. If you don't address it, that pain ingia kwa your grandson, itakuwa times 2. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana wapendwa, ninawaambia mambo haya mengine tunataka kuitoa so that we do not allow them to go or permit or go down to our generations. Wacha iishe na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Na ningetaka muangalie wale watu ambao washawahi pitia, unakuta mtoto amepitia rape. Kuna high probability ya kwamba pia mtoto wake atapitia hiyo. Maana hizi vitu zinakuwa is a spirit. Once it marks you, it follows you up. So Amnon hawezi kujizuia. Dada yake anaona anasikia miguu imeisha nguvu, anakuwa mgonjwa. Na eventually akajaribu kufikiria nitafanya namna gani, because I want this girl. I really want her. Na alikuwa na rafiki yake ambao tunaambiwa na Biblia anaitwa Jonadab. Wapenda tuangalie marafiki sana. Jonadab akarealize ya kwamba my friend Amnon is not well these days. Akaangalia moyo wake akaona he is so much down. Akamuuliza Amnon, my brother, what is happening? Now Jonadab was a son of David's brother. So he was to Amnon he was a cousin. Akamuuliza, how can I help you? Akamwambia, ndugu yangu, acha nikwambie, mimi kuna dada yangu hapa ninamuona, nasikia moyo wangu parasha, ninaisha kabisa. I want to sleep with her. Na akamwambia Jonadab, akamwambia hiyo ni kitu rahisi sana. Nataka muone vile fake friends are. Last time nilikuwa naongea concerning fake Christians. Unajua Jonadab alimwambia namna gani? Fanya hivi, hii kitu ni rahisi, hii kitu ni simple. Jifanye mgonjwa. And then useme utumane uambie baba yako unataka dada yako Tama akuje akupikie. That is what happened. Kamwambia akuje ampikie. In fact, wakati alipokuja kumpikia, he raped the sister. And the Bible says Tama was virgin. Na wale ambao mmesoma Biblia, you realize in those days virgins walikuwa na vazi yao ya virginity. Kulikuwa na vazi ukivaa namna hii unajulikana huyu ni bikira. Na wakati alimrape, Tama was so much bitter
alitoka nje akatoa hiyo vazi akajimwagia vumbi, and she wailed bitterly. She was so bitter because her life future was messed up. And then she went to her brother Absalom, who was her blood brother, akamwambia what happened or what transpired. Then Absalom akamwambia, wewe usijali, stay in my house. Na ikawa ni kama imeisha. But after 2 years, the Bible record Absalom organized a party, bash. But what he wanted to do, he wanted to make sure he revenge for his sister's rape. Wakati aliorganize party or bash, akaalika Amnon na his friends and other people in the family, and he murdered his brother in a cold blood. Wapendwa, mambo haya ukiangalia yanatufundisha ya kwamba if you do not address bitterness and offenses in our lives, there is a time that comes we do things. Wale watu mnasikia wanajinyonga, unasikia mtu amechoma familia yake, unasikia mwingine ameenda amefuta kazi. Ushawahi kukuta mtu amefuta kazi mpaka mnamuuliza kichwa yako ni mtu akwambia niko sawa? Mimi mtu hawezi kuniita ng'ombe, kuitwa tu ng'ombe na mbuzi. Lakini sio ng'ombe imemfanya afute kazi. Ni kwa sababu ng'ombe imeanguka kwa moyo ambayo tayari iko na vidonda. Unakuta huyo mtu kujizuilia anafuta kazi ya maelfu ya pesa kwa sababu ya insult. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ushawahi realize kidonda ndio inakuwa na shida sana ya kukanyanga? Mimi ninajua ninahubiria mioyo ambayo in one area of your heart or the other there is a heart. But I pray in Jesus' name after this preaching that God may heal you. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Because if your heart is hardened, if your heart is sick, even when we call upon the Holy Spirit to come and fill you, He will never fill you because your heart is already sick. Bwana Yesu asifiwe. So wapendwa, mambo haya ninahubiri because ninatamani mioyo ya watu ipone, ikuwe nzima tena, so that when you are healed, if Jesus comes back today, you hear the sound of His coming. You hear Him call. Lakini tuko na watu wamejaa makanisani, but their heart are sick. I'm praying to God that God may heal your heart. Now we realize mambo haya yakamfikia Daudi. David mourned for Amnon, but he had nothing he could have done. Maana these were family affair. Zilifanywa na his own son. And then when you read the Bible, you realize that Absalom ran away and he hid for some time. But those things were happening in the same family, the family of David. I wish David could have known. Angejua repercussions ya yale mambo atapitia baada ya kufanya kitendo cha ngono na mke wa Uria, hangefanya. Bwana Yesu asifiwe. Na wapendwa, kuna mambo haya yanaendelea katika familia zetu. Unakuta kwa familia yenu there are something or there are battles you are fighting as a family. Kuna watu wanapitia kama familia vita ya kunyang'anywa vitu. Unakuta unafanya kazi haulipwi. This is a battle. Na unakuta your grandfather, kwa mfano, there is a family I was told ya kwamba the grandfather worked in a butchery, and when he worked in a butchery alinyang'anywa mshahara yote na akafukuzwa na tumakuo. Bwana Yesu asifiwe. And then later on, the same thing follows the sons. The fate that followed the grandfather follows the son. So you wonder why? Bwana Yesu asifiwe. If it is not addressed, it follows to the second and the third and fourth generation. We need to address these things. So some pain are in the family. We need to address them. Some hurting are in the family. We need to address them. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tamar was raped. Her future was ruined and was messed up. And Amnon was killed by his brother Absalom. So murder and killings are in the family now, the family of David. To an extent, in future, when David wanted to build for God a temple, the Bible says God told him, you can't build me a temple because there is blood in your hand. You have shed so much blood. You can't build me the house of God. Let your son Solomon do it. So Solomon is clean. He has no blood.
lakini usherati inamsumbua ile hujawahi ona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama unapitia hali ya usherati, yani kuna mambo unashindwa kucontrol katika maisha, mpendo, usichukue mambo haya ni kawaida. Ni vizuri kujua hii ni shida, huenda ikawa iko katika familia yetu. Maana kuna wanaume, kuna watu nimeona mtu anakuja kanisani analia kulia na kwambia pastor niombe, I don't want to do what I do. Mnaomba, but given sometimes he repeat the same problem. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. So I want to say this as I continue, because masaa ya serikali inaendelea. I have begun with that story of Absalom, of Amnon, because I want you to realize these things, they are things of old. Ni mambo ambayo yamekuwa tabia kitambo. I have given you the story of John the Baptist. Hata ingawa Yohana alikuwa a prophet, in fact the birth of John was prophesied, but he doubted the very Savior he came to prepare the way for. If John is doubting Jesus, amen, who are we? Offenses will come. Jesus said, blessed are those who are not offended of me. Kubarikiwa ni wale hawatakwaswa kwa ajili yangu. Na ningetaka niwaulize wapendwa, ni wangapi hapa mko kanisani na leo kuna mambo nasikia God has not been fair to me? You have been tithing, but when you look at your life, does not replicate the same giving. And I had another brother here, he went telling people around in this church ya kwamba mimi sitoani fungu sababu niliona nikitoa fungu ya 10 mambo yangu inaharibika. In this very church. And when I was praying and I told God help him, I realized his heart is offended already. As we talk today, he's not in the church. He left. He's not with us. So even backsliding begin at a stage called offenses. If you are tithing and nothing is working, it simply means your problem is not associated with tithing. It might be something else. Kama una tithe, mambo yako inaharibika. Kuna mtu alikuja kaniambia, pastor, mimi nikitoa kwa kanisa, mimi mambo yangu inaharibika kabisa. Na nikamwambia hivi, kama unatoa kwa nyumba ya Bwana mambo yako inaharibika, inamaanisha pesa zako ukitoa kwa madhabahu hii na inafanya kwako kuharibika, inamaanisha kuna pesa yako kwa madhabahu nyingine ulipeleka. So that altar is fighting you when you serve another altar. So instead of blaming this altar and the pastor and the church, ni vizuri kuuliza maswali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Now you realize people who have offended, they have a touchable reason, genuine reason as to why they should be offended. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni wewe Johana, Pastor Morini, pacha niruhusu nipiane mfano na wewe, you are my son, you know. Ushiko uwekwe prison, God forbid, utawekwa. Na tukae miezi 6, hakuna mtu amekuja kukuangalia kama kanisa except your wife. How will you feel? Be honest, please be honest. You start blaming your fans. Pastor, you mean you can't even call me to ask how I'm doing? Ulisikia nilishikwa nikawekwa ndani. Yet you don't care. You are still preaching. You see, John had every reason to be offended. But the Bible says, Jesus said, blessed are they who are not offended of me. So what does it mean? That offenses, they are very real and they are very powerful. If they are not addressed, they will take you out of the very purposes of God and get you to hell. Wapendwa, shikeni mambo haya kwa sababu ninajua sometimes moyo ni kama msitu. Kuna mambo inaendelea lakini hatusemagi. Na mambo haya tusipoyaangalia sahihi yatakuacha kuzimu. Tafadhali ninaomba baada ya hii ibada, wale ambao mmefungia mambo kwa mioyo yenu, ulikuwa sana fulani, hata labda ni pastor alikukwaza, ni vizuri ku-address those issues. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hello. I remember nilishawahi na mimi natoaga hii mfano kwa sababu napenda kutoa mifano na mimi. Sometimes back we were not in good terms with my own biological father, because to him he was like, my son, mimi nataka ingie kwa line ya biashara lakini ameshika mambo ya kanisa sana. In those days he could not understand, hageelewa my calling. Sasa ameelewa huyu mchungaji. But in those days wakati umetoka shule ndio umeanzia, anaona huyu anafaa kuingia kwa line ya biashara, damu yetu ni ya biashara. So I go to the church
nichelewe ni shida, nikienda kesha wewe umeshika kanisa sana, utaishi namna gani? So sikuwa na feel nzuri sana na my father, nilikuwa na feel hakuna gap, but I did not realize it was working against me because that hatred I had closed my way until when I heard the message about offenses, na nikaamua kwenda kwa my own father with a gift, nikamwambia dad, I have come, I want you to say something about my life. Nilikuwa nimefanya kazi kwa kampuni for like 14 years without promotion. Bwana Yesu asifiwe. And I remember nilienda nikanunua shati nikampelekea, and then my father said be blessed. Na wacha niwaambie, the next week Tuesday nilikuwa nimepewa promotion kazi. Na nilikuwa nimeomba, ninafunga nikifungua hiyo kazi katika jina la Yesu. Sometimes ninaonyeshwa kwa ndoto barua nikiletewa, alafu upepo inakuja inatoka nao inakuja inaburusha hiyo barua, alafu inakibishana nayo kwa ndoto, inakibishana nayo mpaka ninahema katikani. Ninakumbuka barua ilienda na upepo. But once I went to my father nikamwambia, dad, this is what I have brought you, bless me. And he said, God bless you. That was it. I was blessed. Nikapata promotion. Bwana Yesu asifiwe. Wacha niseme hivi wapendwa, ninapeana mifano hii because I want you to realize ya kwamba offenses will always work, not against the one you have offenses against, but against you. So it is good to let people go. It's good to allow God to heal our heart so that we can begin afresh with God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Are we together? Now I want to finish because we can't exhaust today. This is part 1. I want we look at the result of offenses. Result of offenses. And before we go to the result of offenses, let us define what is an offense. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Can we define it? The word offense or the term offense comes from a Greek word called skadron. Skadron means a snare. Snare mnajua ni mtego, si kweli? So the word offense comes from a Greek word called skadron and it means a snare, ni mtego. Wale ambao mshawahi kutega kama mimi tulikuwa tunatega samani. Unaenda unaweka mtego, unaweka a snoop, then unafunga kwa post. Swala akikuja ikiingia hapo, akipita anashikwa shidi. Na unajua hiyo siku mtasherehekea nyama ya msituni. Na mtego ile mzuri ni ile mtego inatega kwa mahali haionekani. Si mnajua hivyo? Na mahali mnyama hawezi jua kuna mtego. So shetani huwa anajaribu sana kuweka mitego katika mioyo yetu na haionekani so that we can be snared there, na ukishashikwa basi you are there for it. Niliona ndovu mwingine ameshikwa na mtego, imeingia kwa nyama to an extent, akaenda kutafuta msaada kwa watu. Imemkula mpaka amesikia uchungu na hajui atafanya namna gani. Anaona mpaka mwanadamu anaona ni rafiki. Alisaidika. Bwana Yesu asifiwe. So, skadron, a snare. So, an offense is a snare. Nataka mshike hiyo. An offense is a snare. And it is also a trap. Nataka mshike, msisahau hiyo. Hiyo ingine Greek sahau, lakini usisahau hii. An offense is a snare and it is a trap. Bwana Yesu asifiwe. Na sijui ni wangapi adhuhuri ya leo mko kwa hiyo mitego. Sijui ni wangapi saa hii tayari ushashikwa kwa shingo. Maana kuna watu kwa hiyo in their families washashikwa na hiyo mitego. Lakini naamini baada ya mahubiri haya nikimaliza hii series Mungu anaenda kuwafungua kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So nafikiri nimedefine what is an offense. I have said in Greek it is called skadron, which means a snare or a trap. Bwana Yesu asifiwe. Now let's look at the result of offenses. Result of offenses. Result of offenses. Number 1, when you are offended, your defenses are broken down, and the serpent of life will bite you. When you are offended, your defenses are broken down, and the serpent of life will bite you. Wakati umetegwa na hiyo mtego, nimesema defenses, gao zako zinaanguka, na nyoka wa maisha atakuuma. Angalieni wale watu washawahi kuwa deceived. If you have ever been deceived, kuna uwezekano wa wewe kuwa deceived again and again and again. Bwana Yesu asifiwe. If you have ever been deceived, there is a possibility for you to be deceived again and again. So, the same case with an offense.
When you are offended, your defenses are broken. When you are offended, your defenses are broken down, and the serpent of life will bite you. Umeandika hiyo mwalimu? Bwana Yesu asifiwe. Mkimaliza mseme amen, because tunataka tuangalie masaa ya serikali. When you are offended, your defenses are broken down. Meaning what? Every one of us has got defenses in your life. You have got defenses mechanism in your life. But when you are offended, your defenses is broken. You no longer can defend yourself. Na ndio maana mnaonanga sijui na nimeanzia kwa kusema hivi. Ushawahi realize kama mtoto ako, kuna watoto wanaendaga especially female, wale watoto ambao ni wasichana, unaona anaenda hii shule, unasikia alilepiwa na mwalimu. Amen. Anaenda shule nyingine, unasikia naye headmaster alilepiwa. Anaenda shule ya tatu, unasikia ni watchman alilepiwa. Si kuna watoto aina hiyo? Mpaka msasa anaanza kujiuliza, kwani mtoto wangu alioa na nini? Mbona ni yeye tu anaendaga analepiwa? Na hiyo ndio swali. Kwa nini ni yeye tu walimu wanakuwa interest na yeye? Halo? Kwa nini ni wewe tu unaonewa? Pastor, kwa nini ni wewe tu unaonewa na hiyo hali? Na unaona wanafikiria labda suluhisho ni kumbadilisha shule. Hata kipelekwa shule kubwa unasikia kila mahali anapelekwa mwalimu kuna kitu. Yaani huyu mtoto kuna kitu kiko ndani yake kinafanya mwalimu akimwona anasikia kulala na yeye. Are you getting me? So if you are offended, your defenses are broken down, and that protection is no longer there. Na vikwazo vingine zinapata nafasi ndani ya maisha yako. Ndio maana kama wewe ni wa kunyang'anywa, unakopeshaga na ulipi, unakutaka unanyang'anywa tu. There is something in you that need to be addressed. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Are we together? Yes. Number 2, write it number 2. I'm giving you this result from the observation of the story of John the Baptist, right? Si tumesema kuhusu John? Si tumesema kuhusu Yohana? Na kuna mtu niliona amechora vile wachungaji. Niliona amechora mchungaji akiwa na mafizi na huko nyuma. Nani aliona hiyo kwa oza? Mchungaji amedungwa mikuki, mabaga, imejaa na huko. Alafu na yeye kuna kamshirika kamekuja kakona na kamshale kamoja tu kanaambia pastor kamelia. Naye pastor yake imejaa na huko. Na pastor anamsaidia lakini yake imejaa wapi? Na hivyo ndivyo tunafanya kwa wachungaji. Unadungwa mikuki inajaa. Lakini nyinyi mnakuja hapa niponye yeye. Na ni sawa. Tunashukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So, like number 2, John offenses kept him from his deliverance. Or offenses can keep you from deliverance. Offenses can keep you from deliverance. Offenses can keep you from deliverance. Offenses can destroy your destiny. It is very important. Write it. Offenses can keep you from deliverance. Offenses can destroy your destiny. Bwana Yesu asifiwe. Mkibaliza mseme amen. These are the sort of offenses. Number 1, we have said offenses when you are offended, your defenses are broken down and the serpent of life will bite you. Number 2, we have said offenses keep you from deliverance and offenses can destroy your destiny. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Right, number 3, we are finishing. We shall continue coming Sunday. Number 3, an offense has no respect for royalty or status. An offense has no royalty or respect for. An offense has no respect for royalty or status. John was put in prison by Herod because of the issue of the wife. Offense has no royalty or has no respect for royalty or status. John was put in prison by Herod because of the issue of the wife. Hii inamaanisha nini? Ya kwamba haijalishi wewe una kimo gani, una miaka gapi, una umri gani, wewe ni una cheo gani katika jamii, if an offense can find a place, it will attack you. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Amen. President are offended. We have had divorces even in the president.
Unakuta president ameachana na bibi yake, maana kuna offense imeingia. So offense have no respect for royalties or status. It can attack anybody. We have even had president who commit suicide because of offenses. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na tafadhali nishikeni hiki kitu tafadhali. Mimi ninawaomba kwa jina la Yesu, shikeni hii maneno. Wale ambao unajua kuna mahali kuna vikwazo aidha na wachungaji au na wazazi, tafadhali huu ni wakati wa kwenda kuaddress hiyo issue. Maana kuna watu hata nikuwaombea hapa, hakuna mahali mnaenda. So long as kuna issue between you and the parent, the devil has got you. Bwana Yesu asifiwe. Nifanyeni namna hii nione zinasikiza. Are we together? Yes. Sasa sinaangalia mahali nahitaji kuangalia. Sinaona yule mtu akakwa hiyo list. Bwana Yesu asifiwe. Lakini shida ni kiburi. Siwezi, lazima yeye akuje aniombe msamaha, yeye alikosea. The Bible does not say that. The Bible says when you bring your gift from the altar and remember you have something against your brother, leave it here. Don't go with it. Leave it here. Go back to your brother and reconcile. So who should seek who? Who should seek him? It is you who should go and seek reconciliation for your own good. Wapendwa, mimi nawaambia mambo haya because mimi nimeyapitia. Unafikiria vile unachukia mtu kwa sababu alikukwasa, ati pia unajisaidia. Kumbe ni unajiroga. Pressure inapanda. Haulali. Unafikiria kuhusu mtu the whole night. Kifika 5 ndio unasikia kama usingizi kabla ya kukuja. Na yeye huko analalua nyama rua. Kuna ndugu alikuja akatwambia ati sijui alikuwa unakumbuka John? Ati alibeba mtu for 2 years. Wakati alienda kumwambia akamwambia lini? Ati nilikuwa lini? Akasikia kumuuma na mimi. Ati hujui. Sasa imagine for 2 years. Umebeba mtu. Lakini yeye hana ufahamu, hajui. Ni wangapi tumebeba na mioyo zaidi hawazo? Aulani, kuleza Yesu. Kwani aliniona namna gani? Kwani aliniona mimi ng'ombe namna gani? Hatajua mimi. Wacha nikwambie, release it, let it go. Let your heart heal. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, wacheni hiyo beti ione. Hata hiyo kanisa huyo pasa siwe nzuri. Ninamuonaga nasikia kutapika, endelea kutapika. Mimi nabomoa ugali na kuku na samaki vizuri. Bwana Yesu asifiwe. An offense will hurt you more than the one who supposedly did it to you. It is for our good to allow God to take out that offense so that we may be healed. Kama ulinyang'anywa na pastor moja haimaanishi mapasta wote ni wezi. Wacha kwanza nirudie hii. Nirudie? Kama ulikopa na pastor moja pesa akakosa kulipa, haimaanishi kila pastor anakopaka. Nifanyeni namna hii. Sasa, kwa nini sasa unatujumulisha wote hapo ndani? Kwa nini sasa tunakopa? Na niseme hivi, kama if you are not ready to lose when you lend, don't lend. Kama ile pesa unakopesha unajua isipolipa utakufa, usikopeshe. Wewe unakopesha ile pesa unajua hata isipolipwa bado nitaiba haiku. Lakini kama pesa ndio moyo wako, tafadhali wewe mwambie niko na huku, mimi sitaki kukufa mapema. Unasikia wala mnapenda kukopesha? Kama lazima ukopeshe, make sure you lend something that even if it goes, even if he does not refund, you still live. Bwana Yesu asifiwe. So we are saying that an offense has no respect for royalty or status. John was put in prison because of the issue of Herod's wife. Number 4. Tunamaliza. May God help us. Those who are in quarrel or opposition fall into trap and are held prisoner to do devil's will. Those who are in quarrel, wale ambao mko kwa mapambano hayo, kwa vita hizo, mnaanguka kwa mitego na tunakuwa mateka wa kufanya mapenzi ya shetani. Those who are in quarrel or opposition fall in traps and are held prisoner to do devil's will.
Bwana Yesu asifiwe. Hizo ni ngapi? Ni ngapi hizo? Can I repeat them? Number 4? Yes. Can I repeat? Yes. Those who are in quarrel or opposition. Those who are in quarrel or opposition fall in a trap and are held prisoner to do the devil's will. Those who are in quarrel or opposition fall in traps and are held prisoner to do devil's will. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Wapendwa, nataka mrudie hizo nisikie vile mmeandika, and then we call it a day. We shall continue part 2 next Sunday. But I'm praying in Jesus' name that your heart may be healed. Amen. Hallelujah. Amen. Imagine umebeba mtu miaka 2 na yeye hajui ulimbeba. Yaani unapita ukimwona unasikia miguu imeisha nguvu. Unashindwa huyu mtu nikikamata yeye naweza nyonga yeye mpaka hata jua ameanguka na yeye hajui. Kama kuna mtu alikuwa na sababu ya kuwa amekuwa swali Yesu, but he said on the cross, it is finished. God forgive them, they know not what they are doing. They killed him, yet he came for their help. But he said it is finished. Wapendwa, if we want to make it to heaven, leave people. People will talk even when you are dead. Mnajua watu wanaongeanga mpaka they usengenya yeye mpaka ukiwa pamoja. Huyu naye amekufa amepanua mdomo na magari. People are people. Semeni kelele. Unajua kelele ni nini? Ni watu. Watu hawana wema. Unanunulia mtu kuku. Anakwambia kwani si ungenunua samaki? People human are human. Tenda wema enda zako. Wachana na watu. Na ndio maana hii wale ambao mnataka kuwa wachungaji na watumishi wa Mungu, wewe na ndio kubwa. Unafanya mtu kitu anakuunga teka kama budu. Na ndio maana unaona wachungaji wengine wamerani kurani watu. Unakutana na wazimu na huko mwingine. Huu ni wazimu nini? Alimesi kanisani tu. Mchungaji akatamka neno likamjia. Akaikiwa na mapepo. Lakini if you want to make it to heaven too, Paul said, I'm very careful as I preach na nifungiwe. Nisihubirie wengine waingie, nijipate jehanamu. Na mimi naambia Mungu, angalia moyo wangu. Sitaki kusema ni mweupe kama pembe. Papa. Mungu nisaidie nisiweke mambo hapa. Maana wanadamu they will hurt you. The Bible says that Moses was the meekest man on earth. Alikuwa so much humble. Ukiona kitu inakosa Musa, wewe itakuwa imekuua. Ukiona kitu Musa analia, wewe itakuwa imekumaliza. Lakini Biblia inasema Musa aliteremka siku moja kutoka Sinai na Ten Commandments. Akasikia kelele, hai, kuteremka kidogo akakuta wanaume wanacheza kucheza. Dama iko juu imetengenezwa inameremeta hivi. Akauliza ni mimi nasikia ni kama miaka sio vita. Ni ibada. Ameendea Ten Commandments amekuta wana ibada. Akasikiza akaambiwa ni Mungu huyu wa dama wanasema yeye ndiye amewatoa Misri. Musa akasikia kidogo, akasikia hata kama I'm the meekest man on earth. Lakini mahali nimeguswa. Ndio ilifika mahali mpaka Musa na Mungu anaambia Musa, watu wako. Mungu anawakataa anasema ni wa Musa. Watu ni wangu. Mungu akaambia Musa hawa ni wako. Sio wangu, mimi siwezi kuwa na watu aina hii. Akaambia Musa tumewaida akamwambia wacha tumalize hawa jamaa. Nikuudie another generation. So mahali unasikia God of Abraham, tungekuwa tunasema God of Moses. I'm telling you, God of Abraham, Isaac and Jacob, tungekuwa tunasema God of Moses. Lakini Musa akamwambia hata kama ukiwamaliza itasemekana wewe uliwatoa Misri uwamalizie jangwani. Lakini hiyo siku Musa aliteremka akakuta ibada inashika kushika. Unajua ibada ya mapepo inashika kushika. Do you know nilisikia ibada kama hizo mnaonaga zinaendwa disco sijui nini. Mnajua kama shida zinataka shida. Inashika mpaka neti inashuka. Nilisikia kwingine ati inashikaga wamama wanatoa maguo za ndani wakitupa kwa stage. Anointing na maana waje niwaambie ili anointing inashuka ndani yangu
inakosi nyinyi manifest kulingana na hiyo anointing. Hawa waimbaji wamepakwa, wameenda kwa waganga, wamepewa mafuta ya ushirati na nini. Na ndio maana wanakuwa anointed. Akiimba ile maroho inatoka ndani yake ni ya ushirati. Unakuta wadada wanatoa maguo za ndani, wanamsifia kwa stage. Vile mnatoka sadaka kwa madhabahu pa nao ni sikuwa hivi. Pa! Anaomba naye kwa mdomo pa! Naye anasema yuko sawa. Ni manifestation of the anointing of hell ya ushirati. Wapendwa, mambo haya si yako. Kwani naongea mambo yako kwa dictionary? Tunazionaje? Unasikia kina Lady Gaga na wale wengine anaperform. Ai, wako wanafanya ushirati kwa kuaje? Ya ile ushirati ile anointing inashuka ni hiyo. Si kweli? Wengine wanafanya hata deliverance. Wanafanywa deliverance. Anaomba na gita kwa kichwa ka. Anavuka. Alikuwa amepagawa imeingia sana hiyo pepo. Nini ile hizi vitu spiritual. Haya. Sasa Musa ameshuka amekuta kwa ibada imeshika kushika. Akauliza ni nini? Akajua sasa waliona umekaa. Na wale watu hawana subira nyingi. Wale watu hawana subira. Mtaabudu Mungu mwingine. Kwa sababu kama kuna kitu huwa inajaribiwa sana katika mwili wa Kristo ni subira. Wale watu unasikia nimekuwa kwa hiyo church mwaka mzima na sisi tumekaa 25 years. Hii siwezi kuendelea na hiyo kanisa, ninaona hakuna nguvu. Kanisa kuna nguvu za Mungu. Ni wewe umekaa for 40. Kama moyo wako hauna mlango umefunga yote, Mungu atakusaidia namna gani? Musa akauliza nimekaa siku ngapi? Alikuwa amekaa siku ngapi? 40 days. Sasa jamani 40 days. But you know the devil has a way of magnifying 40 days inakaa kama 40 years. Ili kama alikuwa anasema we do not know what has become of Moses. So make us another god. Na kutengeneza huyo Mungu wa pili, imagine haikuwa na shida. Walitoa vipuli za dhahabu. Sadaka ilitolewa mara moja. Katolewa tengeneza Mungu ya dhahabu. Unaona kuabudu sanamu vile iko rahisi. Haina ugumu. Wacha yeye mpaka unafunga. Oh Mungu, hii pesa Mungu nao. Wacha nikwambie, kutoa kwa Mungu mwingine haina shida. Wakatoa dama ikatengenezwa. Ibada ikashika, wakakula wakakunywa, wakaanza kufanya usherati, wakiabudu huyu Mungu amewatoa Misri. Mpaka Mungu akiwa mbinguni akamwambia Musa, "Twende watu wake." Musa alishika hapa akaangalia. Mpaka hizo Ten Commandments kaangusha chini. Ilibidi arudi mlimani itengenezwe nyingine. Alitupa kapasuka. Na dunia ikafanya nini? Akawaambia wale mnasikia mko pande ya Mungu mkuje pande hii. Na ninaomba Mungu katika jina la Yesu, hii corona ikiisha, wale wako pande ya Mungu waingie. Wapendwa, kanisa tunafika mahali hakuna kuulizana kama umeokoka. Itafika mahali tunajulikana huyu ni mlokole. Huyu ni lukewarm. Huyu naye ni nini? Itakuwa inajulikana life. Hapo ndio tunafika wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Musa alipiganisha hiyo Ten Commandments chini. Akawaambia mwenye anajua ako pande ya Mungu akuje. My friend, dunia ilipasuka ikapanua mdomo. Watu waliingia, walimeswa hivi na ikafunga pa. Hiyo ikasahaulika na kukamea Yesu. Kaburi ya Mungu. Hakukuwa mazishi hiyo siku. Ni mdomo inapanuka, inafunga na nyasi inarudi. Mnaambiwa hapa kuna watu 1000 gapi wameingia ndani. Wako wapi hawaonekani? 23,000. Imagine. Nilikuwa naongea nini nasema hivi. Wapendwa, kwa hii maisha wanadamu ni wanadamu. Watakukwasa. Hata bila sababu. Kuwa na moyo ambayo haiweki hizi maovu. Maana ukikubali moyo wako ingia kila kitu, utakufa before time. Mimi niliambia moyo wangu, moyo usiruhusu kitu ingia hapo kama sijasema. Bwana Yesu asifiwe. Usiruhusu, maana mimi sasa kukufa mapema. Na ndio maana mnaona siku hizi unakuta mtu akona 30 years, kumwangalia mpaka akona amekuja. Kwa sababu umeruhusu kila takataka ingie. Huyu alisema yeye ni ng'ombe. Hapo sasa alisema yeye ni useless. Pastor akasema hivi, huyu wachana nazo, leave it go. Let it go. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. How many people are offended? Acha
kujifanya usidanganye kanisa. Ni wangapi wako na vikwazo? Sisi ni zote. Hakuna mtu hapa, kila mtu ako na kadui unasema huyu nikikutana naye. Wako kasi mjinga. I want to promise you baada ya mahubiri haya tutasamehe. Si ni kweli? Nataka tupone. Hiyo tukiita Roho Mtakatifu anashuka mpaka tunashangaa. Lakini tunaita Roho akikuja anaangalia anakuta ndani, zile vitu zimemea. Huyu hata hataki kuona huyo mchungaji. Hata sasa hivi namhubiri. Hata kuna wengine nikianza kuhubiri nikitaja pesa mahali simu nani. Ana switch off. Huyo mtu hayasaidika. Na ndio maana nahubiri mambo haya ndio mioyo yetu ipone kwa jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Nafikiri nitafikisha hapo, tutaendelea part 2. Na this is a very long topic. Tuwezi maliza leo. We are going to take 2-3 weeks. But I want to believe God. After this teaching and preaching, God is going to heal our heart. Bwana Yesu asifiwe sana. May God heal your heart. Amen. May God heal your heart. Amen. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. How many are promising me that baada ya mahubiri mnaenda kusamehe? Kama unajua hata wengine mlikuasiwa tu hapa. Hapa tu. Hata labda mwenye amekuosha hapo pale tu. Hata unasikia kiona watu wengine wanasema anaenda mbinguni. Mbinguni gani? Na unasahau hata wewe. Bwana Yesu asifiwe.